Serikali katika sheria iliyotungwa ya 2023, sheria namba 10, imeweka sharti maalum la wazabuni na taasisi nunuzi wote ambao wanaohitaji kufanya manunuzi kuwa ndani ya mfumo wa NeST. Naamini kwamba NeST si mfumo ambao haujulikani kwa sasa kwenye waandishi wa habari, lakini inawezekana labda kwa wananchi, inawezekana ikawa ni kitu kipya kwa wengine. Kwa hiyo ndani ya mfumo wa NeST, kwa sababu ni takwa kwamba taasisi nunuzi zinaposhughulika na ununuzi wa umma kupitia ndani ya mfumo wa NeST, na wazabuni wote ili uweze kupata zabuni ya serikali lazima upitie katika mfumo wa NeST. Sasa sisi kama wadau, kama ambavyo nimeshaeleza, tumepewa jukumu la kusikiliza na kutatua migogoro, na ndani ya mfumo wa NeST tumetengeneza kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma na sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tuna moduli ambayo wananchi wanaweza wakawasilisha malalamiko yao, rufaa zao kupitia moduli hiyo popote pale walipo Tanzania. Tuliona kufanya hivyo kwa sababu hatuwezi tukajiondoa katika maendeleo ya TEHAMA. Serikali imekuwa ikiweka msisitizo mkubwa sana, hata Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa maelekezo kwamba tutumie TEHAMA kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma kwa wananchi. Kwa hiyo haya yote ambayo tunayofanya ni kutekeleza maelekezo ambayo tumeyapokea, lakini pia tunahitaji wananchi waweze kupata huduma ambayo ina ufanisi wa juu na kutusaidia sisi kutatua changamoto walizonazo. Sasa katika moduli hii ambayo ilianza rasmi kutumika tangu 2025 mwezi wa pili, iliyofunguliwa rasmi na Waziri wa Fedha wakati ule ambaye ni Waziri Mkuu kwa sasa, tumeshasikiliza mashauri mengi kupitia moduli hiyo. Tumeunganisha taasisi nunuzi zote za serikali na moduli hii. Tumeunganisha wazabuni wote ambao wamejisajili katika mfumo wa NeST wote katika moduli hii. Kwa hiyo hakuna mzabuni ambaye anaweza akasema kwamba hajaungwa, mradi tu awe anahitaji kufikia tenda ya serikali. Na ukishajisajili kwenye mfumo wa NeST, ni dhahiri kwamba hiyo ni mojawapo ya huduma ambayo utakayoipata. Moduli ilianzishwa ili kujibu changamoto ambazo zilizokuwa zinajitokeza. Changamoto moja ambayo tulikuwa nayo awali ni kwamba mzabuni anapokuwa ana lalamiko lake lazima asafiri kutufuata Dodoma ili aje kuwasilisha lalamiko lake. Nyie mtakuwa wazuri wa kuelewa kwamba mtu unaposafiri kuja Dodoma ina maana kwamba utafunga biashara zako. Kama biashara inakutegemea wewe, itabidi uifunge, na ukiifunga ni kwamba utakuwa umepoteza wateja wakati huo, kwa sababu watakuwa hawezi kukufikia. Kwa hiyo changamoto ya kwanza tuliondoa gharama ambayo mzabuni alikuwa anaingia, kwa sababu ilikuwa inabidi afunge ofisi yake asafiri kuja Dodoma. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ni muda. Muda ni fedha au muda ni mali. Kwa hiyo muda ule ambao mzabuni atapoteza kutoka amefunga kule mpaka aje arudi kwenye biashara yake hautarudi milele. Kwa hiyo ni moja ya eneo ambalo tuliona kwamba inaweza kufanyiwa kazi moduli hii kiwepo. Lakini pia ambazo hizi unaweza ukazitafsiri ni faida ambazo zinazopatikana kwa njia hii ya moduli. Faida nyingine ambayo ipo ni uwazi. Uwazi kwamba mzabuni anaweza akajua kwamba lalamiko lake liko kwa nani. Kama liko kwa taasisi nunuzi, atajua kabisa lalamiko langu liko sasa hivi kwa taasisi nunuzi. Na kama liko kwa Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, atajua dhahiri kwamba liko katika Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Na kwa hiyo taarifa zote hizo alikuwa hapo awali hawezi kuzipata, lakini kwa sasa ana uwezo wa kupata hizo taarifa. Tunachokitarajia kwa siku za usoni
Tumeunganisha hatua ya utoaji haki katika ununuzi, sekta ya ununuzi wa umma haiishii kwetu sisi. Inaanza na taasisi nunuzi, inakuja kwetu, lakini hata kama mzabuni ataona kwamba maamuzi tuliyoyatoa kama mamlaka ya rufani ya zabuni za umma hajaridhika nayo, ana nafasi ya kuendelea mbele kutafuta haki yake katika mahakama. Tumeweza kuunganisha taasisi nunuzi na mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, lakini kwa mwaka wa fedha unaokuja na miaka mingine inayokuja tunatarajia kwamba tutajiunganisha na mahakama kuhakikisha kwamba mtu akianza mchakato wake wa kudai haki ana uwezo kuwa ndani ya mfumo wa tehama kuanzia anapoanza kwa taasisi nunuzi mpaka atakapokuja kufika kwa mahakama, kama atapata fursa hiyo ya kwenda mpaka huko. Nipende tu kusema kwamba mamlaka ya rufani ya zabuni za umma bado itaendelea kutoa huduma ya kuhabarisha umma kama ambavyo tumekuwa tukifanya. Hivi karibuni najua watu wangu wametoka Songea, wamemaliza mafunzo juzi wamemaliza mafunzo kule ambayo yaliolenga vijana na watu kwenye makundi maalum. Sisi wenyewe hapa nadhani ndani ya mwezi wa 5 tulitoa mafunzo pia, na tunatarajia kuendelea kufanya hivyo kwa sababu tunaamini kwamba kila mtu ana haki ya kupata nafasi katika zabuni za serikali. Kama kuna dukuduku yoyote, kama kuna maswali yoyote, taasisi ipo na tunaweza tukatoa majibu kwa wakati wowote ule. Niwashukuru sana kwa kunipa fursa ya kuwatumia nyie kufikisha taarifa kwa wananchi kwa ujumla. Asanteni sana.